Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali mawili ya nyongeza. Kwanza nianze kwa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maswali mazuri ya serikali ambayo ameyatoa. Lakini pamoja na hayo naomba niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, maeneo haya ya Mbugani na Kivukoni ni maeneo ambayo kwa kweli yakaliwa na wakazi wa Geita, lakini ni maeneo ambayo ni ya kibiashara. Na kwa sababu hiyo sasa ningependa kufahamu, je, serikali haioni haja ya kuja na mpango wa dharura ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hii, ikizingatiwa kwamba imeshadumu kwa muda mrefu, wananchi wa maeneo haya wakiwa wakipata hii changamoto kila mvua za masika zinapokuwa zinanyesha. Mheshimiwa Spika, naomba kuuliza swali la pili dogo la nyongeza kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Niwashukuru kwamba tulipata mradi wa TACTIC wa barabara wenye urefu wa kilomita 17 pale mjini Geita. Barabara za nguzo mbili Mwatrore, nguzo mbili Mkolani na Nyankumbu mpaka Uwanja. Mheshimiwa Spika, pamoja na kupata mradi huu mradi umekuwa ukisuasua kwa muda mrefu. Mwanzoni ulikuwa uishe mwaka jana mwezi wa pili, lakini mkandarasi hakutimiza, akaongezewa muda amalize mwezi wa 10. Lakini bado mwezi wa 10 mkandarasi hakumaliza. Mheshimiwa Naibu Spika, ningetamani kufahamu sasa serikali ina mpango gani na inatoa kauli gani ili kuhakikisha kwamba inamsimamia yule mkandarasi ili mwisho wa siku hii kazi iweze kuisha na wananchi wa Geita mjini waweze kufaidika na mradi huu ambao umeletwa na umechukua muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge wa Geita mjini Injinia Chacha kama ifuatavyo. Kuhusu mpango wa dharura wa ujenzi wa mitaro eneo la Mbugani na Kivukoni, Mheshimiwa Naibu Spika, eneo hili tayari upo mtaro ambao ndio tumebainisha kwenye tathmini kwamba unahitaji kupanuliwa. Lakini maeneo ambako mtaro huu unapita, wapo wananchi ambao wamejenga karibia na mtaro huu. Upanuzi wa mtaro huu utatutaka na unatulazimu kwa kweli kuwahamisha baadhi ya wananchi ambao wako karibu na mtaro huu ili tupate nafasi ya kuupanua mtaro huu. Serikali kupitia halmashauri yetu pale Geita mjini, mwaka wa fedha huu ambao tunapitisha bajeti yake, tumetenga milioni 200 kwa ajili ya kuhamisha wananchi hao ambao ni kama nyumba 2, 3 au 4 hivi, ili waweze kupisha na tuweze kufanya upanuzi wa mtaro huu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba tunao mradi wa TACTIC ambao ulikuwa awamu ya kwanza miongoni mwa ile miji 12 ambao tulisaini mikataba 24, ilikuwa ni miongoni na Geita mjini. Ni kweli mkandarasi amekuwa akisuasua na serikali iliamua kuchukua hatua kali za kuvunja mkataba ule. Baadaye tulipofanya mazungumzo naye ya kina, tulikubaliana mambo yafuatayo na mkandarasi huyo. Kwanza, tulikubaliana aongeze vifaa eneo la kazi, aongeze wataalamu eneo la kazi, lakini na hakikishe pana flow ya fedha kwenye eneo la kazi. Lakini si tu hivyo, tumekubaliana kwamba ili aendelee kukamilisha kazi hiyo tutamkata fedha liquidation damage bilioni 2.2. Baada ya kuwa amekubali masharti yetu, mkandarasi huyo hivi sasa ameshaanza kazi kwa kasi na anaendelea, na hata mpaka jana alikuwa na material ya rami yanayotosha kuweka kilomita 11 site. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi wa Geita mjini kwamba mradi huu sasa utakwenda kukamilika na lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la kuweka bilioni 22 kwenye mradi huu litakwenda kutimia.